Tunayo matumaini ya kwamba wewe ni muheri wa afya hapo ambako unaendelea kutusikiliza kwa wakati huu, mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Tunakusalimu hapo ulipo kwa majira ya yale ambayo unayo yapatikana kwa sasa. Ikiwa asubuhi, basi tunakutakia asubuhi njema, na kwa wale ambao tayari wapo mida ya jioni, tunawatakia jioni njema. Mtazamaji na msikilizaji, tunakaribisha kwa siku ya leo kufuata habari zetu, ambako tutakujuza habari za mapambano ambayo yaliyojiri siku ya Ijumaa 4 ya tarehe 17 June 2025. Vile tutakujuza kwamba vikosi vya wazalendo vimetoa ujumbe mkali kwa M23 kuanza kuondoka wenyewe kabla bado mashambulizi makali hayajaanzia kwenye kambi zao. Tutakujuza pia habari zingine za eneo tofauti. Ila mtazamaji, tunakuomba tuambatane mwanzo hadi tamati ili upate kuelewa mengi zaidi kwa yale ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Tunakumbusha mara tena ya kwamba kama bado kusubscribe kwenye channel yetu, basi unatakiwa ufanye hivyo ili uendelee kupata habari, vipindi pamoja na matukio ambayo yanakujia kila saa na dakika. Wacha basi tuanze na habari hizi za mapambano kwenye maeneo ya Bwenda, groupement ya Karongo karibu na Nyangezi ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini. Mapambano makali yamejiri mara tena siku ya Ijumaa 4 ya tarehe 17 June 2025, ambako vikosi vya M23 wamekwenda kuvamia kambi za wazalendo katika maeneo hayo. Mapambano hayo yalianza asubuhi mapema na ambayo ilipelekea raia wengi kuyahama makao yao na wengine kukimbilia ndani ya mapori. Habari tulizo nazo zaeleza kwamba moto mkali umendirima katika maeneo hayo hadi muda wa mchana, ikiwa kila upande wakiendelea kushikilia maeneo ambayo bado waendelea kumiliki. Vikosi vya wazalendo vimejidhibiti vizuri na kuendelea kupigania maeneo hayo ambayo hadi sasa waendelea kuyashikilia licha ya moto mkali ambayo uliokuja na M23. Wacha tukujuze ya kwamba vikosi vya wazalendo vinaendelea kujiweka moto vizuri. Ukiangalia katika maeneo ya Bwegera ambako vikosi vya wazalendo viliwasha moto katika maeneo hayo ambayo ilipelekea M23 kuachilia kipande mojawapo ya eneo hilo ambalo walikuwa wameshikilia. M23 kwa sasa hivi waonekana kutokuwa na nguvu zozote katika maeneo hayo ya shamba za vita, ukilinganisha na moto ambao walikuwa nao tangu walipoanzisha operesheni hiyo huko mkoa wa Kivu Kaskazini hadi sasa kwenye mkoa wa Kivu ya Kusini. Wazalendo waendelea kuonekana kuwa imara kwa vile ambavyo wameendelea kudhibiti katika maeneo hayo kupitia ukuta wao ambao waliweka ndani ya tarafa la Uvira. Mapambano hayo ambayo yaliyokutanisha kati ya M23 dhidi ya vikosi vya wazalendo yalichukua masaa mengi zaidi, na hivyo risasi za aina tofauti ziliweza kusikika katika mapambano hayo. Hadi sasa wacha tukujuze ya kwamba bado ni vigumu kwa kuweza kufahamu wanani ambao wanaendelea kumiliki katika maeneo hayo ya Bwenda, ila habari za uhakika zaeleza ya kwamba bado ni vikosi vya wazalendo ambavyo vinaendelea kushikilia katika maeneo hayo ya Bwenda licha ya moto mkali ambayo ulikuja na vikosi vya M23. Mengi zaidi ni katika taarifa zetu zinazofuata, ndiko ambako tutakujuza yale ambayo yatakayoendelea katika maeneo hayo ya shamba za vita. Hapo awali tulikujuza ya kwamba vikosi vya wazalendo katika maeneo yote ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa pale ambako kambi kubwa ikipatikana katika tarafa la Uvira ambako kunaendelea kupatikana majemedari wengi na makamanda, wametoa ujumbe mkali ukielekea kwa vikosi vya M23. Wazalendo wametoa ujumbe mkali wa kuomba vikosi vya M23
kuanza kuondoka wenyewe katika position zote ambazo wanaendelea kuzipatikana, ikiwa katika mkoa wa Kivu ya Kusini na ule mkoa wa Kivu Kaskazini. Wazalendo wamesema ya kwamba siku zilizopita walipokea ujumbe kutoka kwa M23 ambao uliwaambia wazalendo ya kwamba kutangulia na ondoka katika maeneo yote ambayo wanayoyapatikana, kwa sababu wamekuja sasa na moto mkali ambao utakuja kuwakimbiza maeneo yote ambayo wanayoyapatikana. Licha ya ujumbe huo wa M23 ambao uliwataka wazalendo kujipanga vilivyo kwa sababu ya moto ambao watakuja nao, kwa sasa tarehe hizo zimekwisha kupita, na sasa vikosi vya wazalendo vimesema ya kwamba siku zilizopita walikuwa ni mabeki na hivi sasa wamegeuka washambuliaji, na nizamu sasa ya M23 kuanza kuondoka katika maeneo yote ambayo wanayoyashikilia, kwa sababu moto ambao utakuja hivi sasa na vikosi vya wazalendo ni moto wa kupindukia kiasi, ni moto ambao hutoweza kuzuilika kwa sasa. Wazalendo wamesema ya kwamba hivi sasa inakuwa ni muda wa kuweza kukomboa katika maeneo yote ambayo yanayoshikiliwa na M23. Na hapa, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, na kukaribisha kufuata ujumbe huo ambao umetolewa na vikosi vya wazalendo kuwataka M23 kujipanga vilivyo na kukutaniwa wanaondoka maeneo yote ambayo wanayoyapatikana. Asante mara tena wakongomani wote mahali popote pale mulipo, na watakia afya njema na yenye baraka kubwa sana. Pia Mungu azidi kuwabariki mahali popote pale mulipo. Leo ni siku ya pili, tarehe 17 mwezi wa 6 2025. Nitawapa tu habari moja, na habari hiyo ni kulingana na habari tuliyopata kwenye maredio sosio ya kwamba M23 AFC walikuwa na mipango ya Avale 15, wao wamekwisha kupita na kuvunja baraji ya Luvunge kwenda mpaka Lubumbashi na kadhalika. Naona le 15 imepita, leo tunakuwa le 17. Ujumbe na habari tunapelekea Kongomani wote na hao magaidi wa M23 na AFC pamoja na wavamizi wa nchi yetu Rwanda. Tunawapelekea ujumbe na tangazo ya kwamba kabla haijafikiria tarehe 15 sisi tulicheza mpira wa kuzuia. Tulizuia ili adui asipite, avunje Luvunge na kuendelea eneo zingine Fizi na kadhalika. Kwa hiyo tunawatangazia AFC, M23, Berti Bisimwa na Corneille Nanga pamoja na Rwanda aliye wao ya kwamba kuanzia leo tarehe 17 kuendelea. Kwa hiyo sasa sisi tunaanza mashambulizi makali maeneo yoyote yanayopatikana adui M23. Tulicheza kuzuia, sasa tunaanza kuatake. Kwa hiyo tunataanza mashambulizi eneo zote zenye M23 yanapatikana, kwanza Nord Kivu, Sud Kivu, Shabunda, Fizi, Mwenga, Uvira. Kwa hiyo mashambulizi yatakuwa makali zaidi. Eneo zote zila M23 AFC ya kwamba wana mpango wa Avale 15, wao wamekwisha kupita kuvunja baraji ya Luvunge na kuendelea Fizi, Mwenga, Kadutu na eneo zinginezo hadi mpaka Lubumbashi Kalemi. Na leo tunakuwa na tarehe 17 kwa sasa. Kwa hiyo tunatangazia AFC pamoja na M23 na wakongomani wote na maadui ya kwamba kwa Tukiachana na habari hizo za ujumbe wa vikosi vya wazalendo kwa M23, wacha sasa tuangazie na huko Kilembwe ambako mashirika ya kiraia katika maeneo ya sekta ya Lulenge yameomba kwa kiongozi wa sekta ya Lulenge kuchukulia hatua kali kutokana na manyanyaso ambayo yanaendeshwa katika maeneo hayo kwa raia. Kwa sasa hivi kumeshuhudiwa unyanyasaji mkubwa ambao unaotendwa kwa raia ukitokea kwa baadhi ya vikosi vya wazalendo na jeshi la taifa FRDC. Kwa sasa shirika la raia katika maeneo hayo yadai ya kwamba kwa sasa hivi manyanyaso yanakuwa ni mengi, kitu ambacho inakuwa ni kero kwa raia, huku wazalendo na jeshi la taifa FRDC wakisahau ya kwamba nguvu zao nyingi zapatikana katika raia ambao wanaendelea kuwapa sapoti kubwa na kupelekea wao kuendelea kushinda vita za eneo tofauti.
Mmoja kati ya kiongozi wa shirika la raia katika maeneo hayo ameomba kwa uongozi wa kijeshi na ule wa wazalendo kuchukulia hatua ya haraka, hasa kubadili vikosi vyote ambavyo vinapatikana katika maeneo hayo, ili raia wajikute ya kwamba wanaendelea kuishi katika mazingira ambayo yanayopendeza. Mmoja kati ya kiongozi wa shirika la raia Pakilembwe kutoka sekta ya Lulenge tarafani Fizi anaonesha hapa mafadhaiko yao. Kundi ambacho kinaongozwa na girls kinachoishi Maindombe kilikuja funga mtu mmoja Mapanda ya Takarama, mtu anaitwa kwa jina la Kobungo, lakini yeye hayupo, anasafiri. Wakati walifika pale wakamkuta yupo, kaordone kukamata mbuzi 2 na nguruwe wakaipiga masasi. Hatua hiyo ilitisha sana. Mbuzi wakabeba na nguruwe wakabeba. Hiyo hatua ilitisha sana. Hali hiyo kama sisi shirika la raia inaleta huzuni sana. Sababu mwarumi nasema mtu kapiga nguruwe, kapiga ufuku, unaua mtu direct. Vitendo hivyo vitamalizika lini? Gisi tunapata mafasirio, ule mzee Kobongo alikuwa na deni kama ya kijana mmoja, kama ni anani sijajue fahamu jina la huyo mtu. Wakati ule bwana alienda staki kwenye kuwa wazalendo wa Geles, wakatuma vikosi waje wakamkamate. Sasa wakakuta Kobongo hayuko, ndio anageuza sasa sema Kobongo aliwakimbia, wakaanza kamata hiyo mifugo na kupiga hiyo nguruwe masasi. Na Galize mwenyewe nasikia yuko Maindombe, wazalendo wale wa groupe de jeunes walitokea Maindombe, na yeye mwenyewe nasikia yuko Maindombe. Haki ripoti zote zinaenda kwenye kuwa yeye. Unaona watu askari wenye kufunzwa na hawa ambao tunawatukani huko tofauti sana. Sababu hata wale watu wakawili walikuwa nasema si kila mtu ashikae silaha anayoita mwanajeshi. Mwanajeshi ni mtu aliye chini ya kanuni ya raia, na anapashwa linda raia na mali yake yote. Lakini hawa sasa wanaanza uwa mifugo ya raia na mifugo ya raia ndio mali yao. Hao ni kama ni magumu sana. Uko mbali na kuwa hata mtu mwenyewe yuko pa na ripoti zote ambazo wanazifanya yeye mwenyewe anazisikiaga, na yeye mwenyewe anapewa hizo ripoti. Tunajizitisha sana. Komisio ambayo ilipangwa kutoka huko juu, ngazi za juu, kuja na vunja bariere zimoja ziondoshwe. Hata huko Lulenge wafike waondoshe bariere zimoja. Na ndio maana kila mara tuko nalalamika kwa wakuu viongozi wa groupe de jeunes, CNPCC, autodefense. Mtu mmoja kama anaonekana sema hatumiki vizuri, ni lazima agombolewe apeleke fasi zingine, ungine aje pengine anaweza akanyorosha eneo, kwa sababu hiyo hali ni hali ya kutisha sana, na ni hali ambao raia wanaogopa sana, wanatishwa sana, wanapigwa sana. Hali hizo sio nzuri kabisa. Jeshi la taifa alipo ndani ya sekta yote ya Lulenge, jeshi la serikali alipo kabisa. Tuko sous dependance ya wazalendo tu, na wazalendo wanatofautiana. Kuna wazalendo wa CNPCC mwenye kuongozwa na mzee William ya Kutumba, au wananyooka wako ndani ya groupement ya Wasombo, au wananyooka kabisa. Wakikufunga kuwe sababu, hawezi wakakunyanyasi, hawezi kufanya kingine. Lakini hawa wengine wenye kuwa ndani ya hizi zingine groupement, autodefense, banani ba Galize, ba groupe de jeunes, surtout wa groupe de jeunes wenye kuongozwa na Galize. Vurugo zao ziko nyingi sana. Vurugo zao zinapita mipaka kabisa. Waskari wapo. Hivi raia inaanza lia tena waskari wangirudi. Kulikoni kuishi nao, waskari wangirudi ingekuwa ya maana, pengine waraia wanaweza kuwa na amani. Waskari hawakuwa na kamata kila neno lolote kabisa kufunga watu. Waskari walikuwa wafuata mambo yao ile wa silaha na wengine na mingineo ile kuwahusu, lakini hawa wanapita mipaka. Mpendo wa mtazamaji, na kupitia hapo tunakuwa tuna la ziada, bali ni kushukuru wewe kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Hatuna la ziada, bali ni kukusamini wewe kwa kutufuata mwanzo hadi tamati wa habari hizi. Tunakutakia kila laheri, bali tunakukumbusha mara tena usikose kusubscribe kwenye channel yetu hii, ili kuendelea kupata yale ambayo yanayoendelea kujiri kwa saa na dakika. Tukutanane baadaye panapo majaliwa.